بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين آمين. صحابي wetu wa leo insha Allah ni Thabit ibn Qais al-Ansari. Thabit ibn Qais al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. ما أجيزت وصية امرئ أوصى بها بعد موته سوى وصية ثابت بن قيس. haujawahi kutekelezwa wasia mtu yoyote ambao umehusiwa baada ya mtu kufa isipokuwa wasia wa Thabit ibn Qais. Alitoa wasia baada ya kufariki kwake radiyallahu ta'ala anhu. ثابت بن قيس الأنصاري سيد من سادات الخزرج. alikuwa ni katika wale mabwana na wakubwa wa kabila la Khazraj. Almarmuqin, tena wale wenye kutizamwa kwa jicho la ajabu, watu bora zaidi. Wa wajhum min wujuhi Yathrib almadudin, na ni katika wale wakubwa katika wakubwa wa Madina wanaohesabiwa, yani wachache mno katika wale wachache wakubwa wa Madina. Wakana ila dhalik dhakiy alfuad, kizidisha na hilo ilikuwa ana moyo wa ufahamu, moyo wa werevu. Hadhira albadiha, alikuwa ni haraka wa kufahamu, ni anafahamu ya haraka. Ra'i albayan, alikuwa ana fasaha kwenye kuzungumza. Jahira sauti, lakini sauti yake ilikuwa iko juu, hajui kuzungumza pole pole. Wale watu naqila, alikuwa na uzito wa masikio, ana thiqal kwenye kusikia, na siku zote mtu ambaye hasikii vizuri huona kila mtu hasikii. Sasa yuzungumza na sauti mpaka yajisikie ndio yuona na mwingine pia amemsikia. Sasa alikuwa kidogo na uzito kwenye masikio, akawa sauti yake iko juu. Idha nataq bazza alqailin, akizungumza yuwashinda kwa hujja na kwa sauti kila mwenye kusema. Yani kwenye kikao akisema watu wote watamsikiza. Wa idha khatab, na akitoa khutba, asara as-sami'in, huwateka wenye kusikia. Yani anajua kuzungumza, ni fasihi, ajua kupangilia maneno, ana sauti ya juu ya kusisimua. Wa huwa ahadu sabiqina ila alislam. Pia Thabit ibn Qais ni katika wale waliotangulia kwenye Uislamu fi Yathrib, katika mji wa Madina. Kwa ni katika wale wa mwanzo kabisa kwenye Uislamu, katika wale wa mwanzo walioslimu baada ya kutumilizwa Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair alipokuja Madina, wa katika wale muamini wa mwanzo ni Thabit ibn Qais. Idhma kada yastami'u ila ayi dhikr alhakim yurattiluha ad-da'iyatu al-makki ash-shab Mus'ab ibn Umair bi sawtihi ash-shaji. Aliposikia aya za katika Qur'an anazozisoma huyu dai wa kutoka Makka, kijana huyu Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu, bi sawtihi ash-shaji, kwa sauti yake ya huzuni. Wa jarsihi an-nadi, na nabira ama naghma, yani sauti inavyotetema kwenye shingo yake ya kuvutia, fresh kabisa. Hata usikie yosoma Qur'an Mus'ab ibn Umair wana sauti nzuri kwenye kusoma Qur'an. Kumsikia soma Qur'an, asara al-Qur'an sam'ahu bihalawati waqi', Qur'an ikateka masikio yake kwa utamu wa vile inavyoingia kwenye moyo wake. Wa malaka qalbahu bi ra'i'i bayani, na ikamiliki moyo wake kwa ule ubainifu na bayan na balagha inayopatikana kwenye Qur'an.
sababu hawa walikuwa ni Waarabu wakifahamu Kiarabu, ikisomwa tu ile Qur'an, kwa sababu wajua ile ladha ya lugha. Mtu ikisoma tu ile Qur'an wajua haya hayawezi kuwa maneno ya mtu. Ni Qur'an ni muujiza, ikisoma kwa mwenye kufahamu lugha ajua haiwezekani. Ule mpangilio na namna inavyo kalimati zilivyochaguliwa, yani ni maneno hayawezi kabisa. Waarabu hapo ni wakati wa magwiji kwenye lugha. Hapo ndio zama ambazo watu wakisifika kujua lugha ya ndani, lakini ilikuwa kisikia Qur'an kila mwenye ajua lugha ajua hii haya si maneno ya mtu wa kawaida, haya ni maneno ya Allah, hayawezi kuwa maneno ya mwanadamu. Kwa aliposikia, kwa kuwa ni mtu yafahamu bayan na balagha na fasaha, ikamgusa kwenye moyo akajua haya ni maneno ya Allah. Wa khalaba lubahu bima hafala bihi min hadyin wa tashri', na ikateka akili yake kwa vile Qur'an ilivyojaa ndani yake uongofu na sheria. Fasharaha Allah sadrahu liliman, Allah subhanahu wa ta'ala akamkunjua kifua chake kwenye jambo la iman, akaamini. Wa a'la qadrahu, na Allah akanyanyua cheo chake. Wa rafa'a dhikrahu bil indiwa'i tahta liwa'i nabiyil islam, na akanyanyua utaji wake kwa kule tu kujiunga chini ya bendera ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa akaslimu radiyallahu ta'ala anhu kupitia Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu, akawa yawasomesha watu Qur'an na yafanya da'wa. Na walikuwa walaini, watu wa Madina walikuwa walaini, walikubali da'wa kwa wepesi, na nyumba nyingi zikakubali Uislamu hata kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja Madina. ولما قدم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة مهاجرة، Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja zake Madina sasa kuhuria kabisa, istaqbalahu Thabit ibn Qais fi kawkabatin kabira min fursani qaumihi akrama istiqbal. Alio katika waliompokea ni Thabit ibn Qais, akampokea fi kawkabatin kabira, ni jamaatin kabira, pote kubwa, na kaukaba yani wakubwa, ni jamaa na ni wakubwa. Yale kaukab, kila mtu ni kaukab kwa watu wake, maana akapokewa na masayid wa kabila. Tena min fursani qaumihi akrama istiqbal, katika wale wazuri wapiganaji vita wa kifarasi, wakamkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukarimu zaidi. Warahaba bihi wa sahibihi as-Siddiq, wakamkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam wa bi sahibihi as-Siddiq, na wakamkaribisha pia rafiki yake sahibu wake Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ajmala tarhib, wakakaribishwa wote wawili vizuri kabisa. Wa khataba baina yadayhi khutbatan baligha, kisha akatoa khutba. Thabit ibn Qais alikuwa ni khatibu mmoja mzuri, anajua kuongea. Akatoa khutba mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, khutba iliyogusa nyoyo, khutba yani ya bayan. افتتح بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه, akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akamsalia mtume, kisha akazungumza aliyozungumza, kisha ikhtatamaha biqawli, akakhitimisha khutba yake akasema: wa inna nu'ahiduka ya Rasulullah ala an namna'ak mimma namna'u minhu anfusana wa auladana wa nisaana, tukupa ahadi ewe Rasulullah, tutakukinga kwa yale ambayo tuwakinga watoto wetu na wake zetu na nafsi zetu. Fama lana liqa'a dhalik, ikiwa tutakufanya hivyo tutakupatia himaya na kinga kwa hali na mali, na sisi tutakutana na lipi? Yani tukikufanya hivyo na sisi malipo yetu nini? Faqala alayhi salatu wassalam, mtume akamwambia aljanna, ikiwa kweli ni wa kweli basi na nyinyi mtapata janna. Fama kadat kalimatul jannati tusafihu adhan alqawm hatta ashraqat wujuhuhum bil farha, waliposikia tu ile kalima janna basi yani haikukaribia hata kumalizika lile neno kwenye masikio yao, paka nyoyo ama nyuso zikang'aa kwa furaha. Wazahat qasamatuhum au qasamatuhum bil bahja, na
ikarembeka ikawa mazuri, yani zahat maana tajammalat, ikawa mzuri qasamat za nyuso zao, yani waji nyuso zao zikapendeza na kumeremeta kwa furaha, wanaofurahi kuambiwa watapata janna. Waqalu, wakamwambia radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, hatutaki tena kitu, hiyo janna si ndio tuitaka, tumeridhia na hiyo janna, tumeridhia. Wa mundu dhalika al-yawm, kuanzia siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia khutba ya Thabit ibn Qais, ja'ala ar-rasul salawatullahi alayhi Thabit ibn Qais khatibahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya ni khatibu wake, sio khatibu wa msikitini, la, yani khatibu wakija watu wenye kujifanya wana fasaha kutaka kubatilisha haki kuifanya batil, basi Thabit ibn Qais alikuwa kazi yake ni kuzungumza naye, kurudisha fasaha kwa fasaha, akizungumza kwa fasaha kuonesha haki ya Uislamu na haki aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama kana Hassan ibn Thabit sha'irahu, kama vile ambapo Hassan ibn Thabit alikuwa ni mshairi wa Mtume. Kwa ilikuwa kazi ya Thabit ibn Qais ni kujibu kwa khitab. Wakija wenye mashairi basi kiboko yao ni Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit ndio wajibu kwa mashairi. Kwa hiyo hao wakawa khatib na huwa akawa shairi, mshairi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. فصار إذا جاءته وفود العرب لتفاخره أو تناظره بألسنة الفصحاء المقاول, ikawa wakija mapote makundi ya Waarabu kuja kufanya fakhri na kujionesha ama kufanya munakasha kwa ndimi za ufasaha, kufanya batil ionekane haki na haki ionekane batil, min khutabaiha wa shu'araiha, wenye kutoa makhutba na mashairi, nadaba lahum Thabit ibn Qais limusawalati alkhutaba. Thabit ibn Qais yajitokeza kupambana, musawala yani munaza, mukhasama, kupambana nao kwenye nini, masala ya khitab ya wajibu. Wa Hassan ibn Thabit au Hassan ibn Thabit limufakharati ash-shu'ara, lakini Hassan ibn Thabit na yuonesha fakhri ya Uislamu na fakhri ya Mtume, akimsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwajibu kwa shairi. Na Hassan ibn Thabit alikuwa hakuna amwezaye kwa mashairi, yani alikuwa ni mshairi mmoja hatari, mshairi mmoja mahiri sana, aweza kutunga mashairi hapo kwa hapo bila kufikiria, radiyallahu ta'ala anhu. Walaqad kana Thabit ibn Qais mu'minan 'amiqa al-iman, na huwa Thabit ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu alikuwa ni mu'min, tena alikuwa na imani iliyokuwa ndani deep kabisa. Taqiyan sadiqa at-taqwa, na alikuwa ni mcha Mungu ukweli kabisa, ni mcha Mungu, ucha Mungu wa ukweli, sio ucha Mungu wa uongo. Shadida al-khashyati min rabbih, na alikuwa ana hofu mno kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa akimcha Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli. Adhim al-hadar min kulli ma yughdhibu Allah azza wa jalla, na alikuwa ana hadhari mno na kufanya chochote ambacho kitamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. فلقد رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم هلعا جزعا. siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwona Thabit ana khofu mno, ana huzuni, ana khofu. Tarta'idu faraisuhu khawfan wa khashyatan, yatingishika hivi vinyama, nyama baina mitulinga na kifua zatingishika, yani hii ni ishara mtu ana hofu ya kupitiliza. Akamwona yotetemeka radhiyallahu ta'ala anhu kwa hofu na kuogopa. Faqal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma bika ya aba Muhammad, ya Abu Muhammad, una nini? Faqal, akamwambia, akhsha an akuna qad halaktu ya Rasul Allah, najichelea iwe mimi ni katika walioangamia, naogopa niwe nimeangamia. Qala walima, kaambia kwa nini wasema hivyo? Qal, laqad nahana Allah jalla wa azza an nuhibba an nuhmada bima lam naf'al. Allah ametukataza kupenda kusifiwa kwa vitu ambavyo hatujafanya. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza kupenda sifa kwa vitu ambavyo hatujafanya, sababu ni sifa wanafiki, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adab. Wanafiq na tabia mnafiq ndio wapenda kusifiwa kwa sifa ambayo hana.
ni mtu yajua hii sifa hana lakini wafurahia huyu jamaa mashallah hatari sana, wala ajua hana hatari yoyote, lakini akafura bitwa kabisa, akafurahi ili tu aonekane kwa watu ana sifa fulani na hana. Waajiduni uhibbu alhamd, sema na mimi najiona napenda kusifiwa, lakini yeye kwa kusudia sifa ambazo anazo yafurahi, na hakuna mwanadamu asofurahi kuambiwa kile alichonacho katika cha khairi, japokuwa mtu afaje epushe na kupenda madaih, mtu kuepusha kupenda sifa, kupenda kusifiwa si jambo zuri. Wanahana 'anil khuyala, na Allah ametukataza majivuno, kujivuna. Waajiduni uhibbu zahwa, na mimi najiona napenda nafsi yangu, napenda vizuri, napenda kuishi vizuri, napenda kuvaa vizuri. Akaona labda hili pia ni katika lilokatazwa, lakini hili hajakatazwa. Muislamu hajakatazwa kula vizuri wala kuvaa vizuri. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja liibadihi wat-tayyibati min ar-rizq, waambie Muhammad, kwani nani ndo aloharamisha mapambo ya Allah subhanahu wa ta'ala na vyakula vizuri? Qul, waambie, hiya lilladhina amanu, hiyo uzuri, kuvaa vizuri na kula vizuri ni ya waumini fil hayati dunya, hapa maisha ya dunia na akhira pia. Kwa waumini wafaa wale vizuri, wala haina maana mu'min asile vizuri wala asivae vizuri. Almuhimu ya kadhania hili ni katika lilokatazwa, lakini hili hajakatazwa. Lakini kwa kuwa ana hofu kupitiliza kwa ule uchamungu wake, akiogopa isije ikaniangamiza, fama zala ar-rasul salawatullahi wa salamuhu alayhi yuhaddi'u min raw'ihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kumtuliza hofu yake, hatta qala, paka Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akamwambia maneno ya Thabit, ewe Thabit, ala tarda an ta'isha hamida, hivi huridhiki uishi maisha ya furaha, wa tuqtala shahida, na uliwe ukiwa shahidi, wa tadkhula aljanna, na uingie janna. Waridhia hilo ama uridhi uishi vizuri, ufe shahidi, upate janna. فأشرق وجه ثابت بهذه البشرى, uso wake ghafla ukang'aa kutoka kwenye huzuni mpaka ukawa na furaha kwa bishara aliyopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, nataka kuishi vizuri, nife shahidi, niingie janna. Faqala alayhi salatu wassalam, Mtume akaambia, inna laka dhalik, basi utaishi vizuri na utakufa shahidi na utaingia janna. Akabashiriwa janna na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walamma nazala qawluhu jalla sha'nu, na ilipoteremka kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu alikuwa ni mtu ana sauti ya juu, ikateremka aya ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy, msinyanyue sauti zenu juu ya sauti ya mtume, sauti yenu isiwe juu ya sauti ya mtume. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, wala msimdhihirishie mtume kauli kama mnavyodhihirishiana nyinyi kwa nyinyi. Kamuita mtume yani kwa sauti ya juu, ama mkamuongelesha kama ambaye nyinyi kwa nyinyi, hapana. An tahbata a'malukum, isije hilo ikawa sababu ya kubatilisha matendo yenu. Wa antum la tash'urun, hali ya kuwa nyinyi hamujitambui. Kwa kunyanyua sauti juu ya sauti ya mtume kwenye uhai wake na baada ya kufa kwake sallallahu alayhi wasallam, ufai kumnyanyulia sauti. Ukiambiwa qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, fanya adabu yako, eka sauti yako chini mbele ya qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sasa ikiwa kumnyanyua lia sauti mtume sallallahu alayhi wasallam, kunyanyua sauti juu ya sauti ya mtume yabatilisha matendo ya mja, vipi kupinga maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam? Shaka ni hatari. Ndio maana utapata majlis ya Imam Malik alipokuwa kwenye Masjidun Nabawi akifundisha hadithi, ukinyanyua sauti, alikuwa kuna watu wamewekwa special kwenye majlis ya Imam Malik, kuna watu waliojazwa chakula, wale watu wakubwa wenye nguvu, kisha wana makaria, wana vitu vya kuchapia watu. Kwenye majlis ya hadithi ukanyanyua sauti, utachapa. Kwa hakuna ukosefu wa adabu kwenye majlis ya hadithi, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, kwa chunga
hii ni katika sababu ya kubatilisha matendo. Ukiambiwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, funga mdomo wako. Madamu hadithi ni sahihi, usiwe na kauli ya kunyanyua sauti yako mbele ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, ilipoteremka hii aya na Thabit ibn Qais ibn Shammas ni katika wale wenye nini, wenye sauti ya juu, kwa sababu ana uzito wa masikio, asa akafikiri hii aya imemteremkia yeye, antahbata a'maluhum. Fatajannaba Thabit ibn Qais majalis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hakuketi tena kwenye majlisi za Mtume, akawa mko kando, hahudhurii. Ala ar-raghmi min shiddati hubbihi, ala ar-raghmi min shiddati hubbihi la, pamoja na kuwa yumpenda Mtume sana, lakini ashindwa kuhudhuria. Au na mimi kwisha nishangamia, amali zangu zishaharibika. Wa farti ta'alluqihi bi, na kupitiliza kule kushikamana moyo wake na Mtume, lakini akashindwa kuhudhuria majlis za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walazima baita, na akalazimiana na nyumba yake, kawa hatoki, hatta la yakadu yabrahu illa li ada'i al-maktuba, hatoki nyumbani isipokuwa kwenda kwenye kuswali faradhi peke yake, asali sala arudi nyumbani, hatoki kwa shughuli nyingine. Faftaqadahu an-nabiy sallallahu wa sallamu alayhi, Mtume akamkosa, akaanza kumuulizia, kumtafuta. Mtume akauliza, akawaambia masahaba, man yatini bi khabari, Simoni Thabit ibn Qais, nani ataniletea habari zake, ana shida gani? Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitizama masahaba wake, akimkosa mmoja humuulizia, wakikosana masahaba kwa wao huuliziana. Hivi ndivyo walikuwa Waislamu wakiishi, tofauti na sisi tunavyoishi leo. Yani mtu tuswali, watu waweza kuswali msikiti mmoja, tena si mkubwa kama huu, lakini mtu akakosekana wiki mzima na hakuna anayemuuliza, hakuna mwenye habari kabisa. Nasallallahu alaihi wal afia. Hawataki kujua mtu amefariki, mtu yuko hai, amesafiri. Yani mtu maswali naye wamkosa, na moyo haukusuti kwamba kwa nini ndugu yako Muislamu hutaki kumjulia habari yake. La shaka na hii ni katika upungufu wa imani. Nyoyo zimekufa, sivyo Waislamu wanavyotakana kuishi. Almuhim, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuulizia, faqala rajul min al-ansar ana ya Rasulullah, mmoja katika maansara akamwambia Rasulullah, mimi nitakuletea habari zake. Wa dhahaba ilayhi fawajadahu fi manzilihi mahzunan munakkisa ra'sa, akampata yuko nyumbani na huzuni, ameinamisha kichwa chake chini, hana raha. Faqala lahu, akamwambia yule kijana wa Ansar, ma sha'nuka ya Aba Muhammad, una jambo gani ewe Abu Muhammad, mbona una huzuni hivyo, kuna jambo gani? Qala shar, kaambia kuna shari. Qala wa madha, jambo gani, shari gani hiyo? Qala, kaambia innaka ta'rif anni rajulun jahiru sawt, wewe wanijua kwamba mimi ni mtu mwenye sauti ya juu, wa anna sauti kathiran ma ya'lu ala sauti rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na sauti yangu mara nyingi huiko juu ya sauti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. وقد نزل من القرآن ما تعلم, نواجوا آية ترمك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وجوا مترمك هي آية وما أحسبني إلا قد حبط عملي وأنني من أهل النار, na mimi kila nikijitizama najiona amali zangu zimeharibika na kuisha mimi ni katika watu wa motoni. فرجع الرجل إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه, ونولي akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpatia habari. Akhbarahu bima raa wa ma sami'a, akamueleza alichokiona na alichokisikia. Faqala, Mtume akamwambia, idhhab ilayhi, nenda kwa Thabit ibn Qais, wa qul lahu, mwambie, lasta min ahli an-nar walakinaka min ahli al-janna. Bishara ya pili, mwambie wewe si katika watu wa motoni kabisa, wewe ni katika watu wa peponi. فكانت هذه بشارة عظمى أو فكانت هذه بشارة عظمى لثابت ظل يرجو الله أو ظل يرجو خيرها طوال حياته. ikawa ni bishara kubwa
kwa thabit kubashiriwa pepo na mtume sallallahu alayhi wasallam salawatullahi wasalamuhu alayhi yaweni katika watu wa janna ikawa yuishi akitarajia khairi za bishara ile saa yote itokee maisha yake yote kayatamani biashara ile ihakikike yani apate janna ya Allah subhanahu wa ta'ala وقد شهد ثابت بن قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها سوى بدر ثابت alishuhudia vita vyote na mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa vita vya Badr peke yake hakuweko kama tulivyotaja kwamba vita vya Badr ni vita ambavyo vilikuwa ala ghairi uhba vilikuwa bila ya maandalizi watu hawakujipanga mpaka watu watoke wale waliokuwa karibu ndio wakawahi kwa hiyo yeye hakuwa karibu waqhama nafsuhu fi ghimar al-ma'arik talaban lishahadati allati basharahu biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akaingia kwa nguvu iqham yaingiza nafsi yake katikati ya vita yote ni kutafuta shahada ile aliyobashiriwa na mtume sallallahu alayhi wasallam ala tarda an ta'isha hamidan wa tamuta shahidan wa tadkhula aljanna yatafuta kufa shahidi ili apate janna Allah subhanahu wa ta'ala fakana yukhti'uha fi kulli marra kila vita vikienda hauliwi yarudi hajakufa وهي قاب قوسين منه أو أدنى amekaribia kidogo qaba qausain qaba qausain ni mathal wa arabu tumia kukusudia kitu kiko karibu zaidi yani qab ule uta ukiushika ule katikati ile ya juu yani kuanzia kwenye ile kamba paka pale uliposhika ni qab na kuanzia chini ya mkono wako paka kwenye ile kamba tena ni qab ambapo ni yani ni mathal maqlub asli yake ni qabai qausin si qaba qausain qaus ni moja lakini wasema qab qausain wakati ni qabai qaus kwa hiyo ni mathal maqlub yani almuhimu kusudia ukaribu kama ukaribu wa hizi qabu mbili qab ni hiyo tuliyosema kwa hiyo ukaribu kama ukaribu wa qabu mbili kwa hiyo ukisema qaba qausain yani ilikuwa bado kidogo tu afe qaba qausaini au adna umbali wa qabu mbili za qaus ama karibu zaidi hata hizi ziko mbali sana zaidi ya hiyo ila an waqa'at hurub ar-ridda wa hakufa paka mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akawa khalifa wakaritadi waloritadi jana tukamtaja al-Aswad al-Ansi kisha katika wengine pia alioritadi huyo muongo aliyeshihiri zaidi Musailima al-Kadhdhab wakaritadi Bani Hanifa kabila la Bani Hanifa la Musailima zikatokea vita Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akatuma jeshi ambapo kiongozi alikuwa ni Khalid ibn al-Walid watumwa wanajeshi kwenda kupambana na muongo huyu anayedai unabii ala ahdi as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akatumwa wanajeshi kina Bara kina Wahshi wote walishiriki vita hivi walaqad kana Thabit ibn Qais idhak amiran li jundi al-Ansar na yeye Thabit alikuwa ndio kiongozi wa jeshi la watu wa Madina wa Salim maula Abi Hudhaifa na Salim maula Abi Hudhaifa tutamtaja baada ya masahaba wawili watatu huyu ndio alikuwa mkubwa amir wa jeshi la nani la muhajirin yani amir li jundi al-muhajirin wa Khalid ibn al-Walid na Khalid ibn al-Walid Saifullah qaidan liljaysh kullihi yeye ndio alikuwa mkubwa wa jeshi lote yeye ndio alikuwa komanda mkubwa radhiyallahu ta'ala anhu ansarihi wa muhajiri wote ma ansar na muhajirun wote mkubwa wao ni Khalid wa man fihi min abna'i albawadi na pamoja na waliokuwa katika watu si wa Makka wala Madina watu wa vijijini pia walishiriki walaqad kanat ar-rih wad-dawlatu fi jull al-ma'arik li Musailima na vilikuwa vita vikali mtaja kwenye hadiqatul maut waislamu walipokuwa nje ile hadiqatul maut jamaa wakirusha manjaniq za moto vyuma makhalib zile
za kushika kwa kama mandoano yale makubwa lakini ya chuma, wakiakoka moto kisha wakiwarushia Uislamu. Waislamu wako nje, wao wako ndani ya ukuta mkubwa ambao hauwezi kuvukika. Wakawa wapigwa na ile makhalifu, Waislamu wauliwa. Kwa hiyo vilikuwa yani Musailima, jeshi la Musailima ilikuwa limeghilibu sana Waislamu. Hatta balagha bihim al-amr an ittahamu fustata Khalid ibn al-Walid. Yani kiasi jambo lilikuwa zito mpaka wakavamia khema la Khalid ibn al-Walid, ile hema lake fustati, yani khema, wakalivamia. Wahamu biqatli zawjatihi Tamim, mpaka wakawa wamekaribia kumuua mke wa Khalid ibn al-Walid, Tamim. Waqata'u hibal al-fustat wamazzaquhu sharra mumazzaq, wakakata lile hema la Khalid ibn al-Walid na wakalipasua vibaya sana. Faraa Thabit ibn Qais yawma dhak min tada'du'i al-muslimina ma shahana qalbahu asan wa kamada. Thabit alipoona hali ile, Waislamu kambe wasita wanakusita fulani, jambo lilijaza kwenye moyo wake huzuni na hasira. Wasamia min tanabuzihim ma mala'a sadrahu hamman wa ghamma, akasikia watu wakianza kufanyana tanabuz, kina Ar-Rabi' kina Muhajir, walikuwa wote kwa watu wafanyana tanabuz kama kulaumiana, nyinyi songeni, nyinyi ndio mrudi nyuma wanadamu. Fa abna'ul mudun yarmuna ahla al-bawadi biljubn, watu wa mjini waambia nyinyi watu wa mjini waoga. Wa ahlul bawadi yarmuna au yasifuna abna'al mudun bi annahum la yuhsinuna al-qital, na watu wa mjini waambia nyinyi ndio hamjui kupigana, mwajiendea tu. Muhimu kila mtu amlaumu mwenzake. Wala yadruna mal harb, walaumu kwamba nyinyi hamjui kupigana. Inda dhalik, ilipofika hali hiyo, tahannata Thabitun, na nyinyi mrudi nyuma, muogopa kusonga, akavaa sanda lake au tahannata, akapaka ile manukato ambayo hupakwa maiti, watakaffan, kisha akavaa sanda. Kwenye vita hivi alifanya nani pia kama kumbuka? Muhajir ibn Ziyad ambaye ni ndugu yake Ar-Rabi' ibn Ziyad pia naye alifanya hivi. Kwa hiyo yeye na Thabit walifanya hivi, akajipaka manukato, akavaa sanda lake. Waqafa ala ru'usi al-ashhad, akasimama mbele ya halaiki ya watu. Waqal ya ma'shara al-muslimin, enyi waislamu, kusanyiko waislamu, ma hakadha kunna nuqatilu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hivi sivyo tulivyokuwa tukipigana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Bi'sa ma awadtum a'da'akum min al-jur'ati alaykum, ni uvulioje mkawafanya maadui wenu wakawa na ujasiri dhidi yenu, mmewazoesha maadui wenu ujasiri dhidi yenu. Wa bi'sa ma awadtum anfusakum min al-inkhidari lahum, ni uvulioje wa kuzizoesha nafsi zenu kudhalilika mbele ya maadui wa Allah. Thumma rafa'a tarfahu ila as-samaa, kisha kaangalia juu, kaangalia mbinguni. Waqala, kasema Allahumma inni abra'u ilayka mimma jaa bihi haula'i min ash-shirk, mimi najikinga kwako kwa haya waliokuja nayo hawa washirikina, ikikusudia Musailima na watu wake. Wa abra'u ilayka mimma yasna'u haula, na najikinga kwako ya Allah, najiweka mbali kwako kutokamana na wanaoyafanya hawa ndugu zangu hawa, kuogopa. Thumma habba habbatal asad ad-dari, kisha kaperuka kashuka kama simba mwenye kuwinja. Al-qatil na ad-dari, al-qatil ash-sharis. Katifan likatifin, bega kwa bega, si peke yake. Katifan likatifin ma'al ghurri al-mayamin, bega kwa bega na wale wenye kung'ara. Mayamin mubarakin, ni wenye kung'ara waliobarikiwa. Kwa hiyo alikuwa si peke yake, ni yeye na baadhi ya watu ambao walikuwa wako mbele, mstari wa mbele, kina al-Muhajir hao, kina al-Bara ibn Malik al-Ansari. Bara tutaje kisa chake, yeye ndo alifungua ile hadiqatul maut, sababu yeye iliporushwa ile makhlab, yeye alifanya nini? Alishika ile ya moto radiyallahu ta'ala anhu, ikamshika kwenye mkono, lakini akaishika wakivuta, akapanda nayo mpaka huu mkono radiyallahu ta'ala anhu, hizo nyama zote zikaenda
kabaki mifupa tu. Lakini akapanda, na usifikirie alikuwa ni mtu mkubwa. Bara ibn Malik alikuwa mtu mwembamba sana, lakini alikuwa ni mwingi wa imani na ushujaa uliojaa kwenye moyo. Kapanda radhiallahu ta'ala anhu, akashuka yeye peke yake, akaanza kupambana nao na mkono mmoja na panga lake, akawasukuma, akauaua. Waliporudi nyuma, akafungua mlango. Sasa hapo ndio kina Thabit na kina Muhajir watu wakaingia kwa nguvu. Sasa Waislamu wakapata kuingia kwenye lile shamba likaitwa Hadiqatul Maut, shamba la kifo. Watu wakaingia. Wa Zaid ibn al-Khattab, kina Zaid ibn Khattab ndugu yake Umar ibn al-Khattab pia walikuwa katika safu ya mbele. Wa Salim maula Abi Hudhaifa, Salim huyo pia alikuwa safu ya mbele. Wa ghairihim min al-mu'minina sabiqin, na wengine katika waumini wale waliotangulia kwenye imani. Wa abla bala'an 'azima, na huyo alipigana vita, kafanya habari balaa alizozionyesha kwenye vita vile. Thabit ibn Qais mala'a qulub almuslimina hamiyatan wa azm, ile walipopigana kuona watu sasa wasonga, ikaenusha motisha na asabia kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na azm kwa Waislamu wote. Sasa Waislamu wakapata nguvu, wakapata ushujaa, kila mtu kaogopa kuingia. Washahana afidata almushrikina wahnan wa ru'ba, na ikajaza kwenye vifua vya washirikina udhaifu na ru'b na hofu, wakaogopa. Wama zala yujalidu fi kulli ittijah, akaanza kupigana radiyallahu ta'ala anhu Thabit kwenye kila upande. Wayudaribu bikulli silah, pigana kibauta, piga kuki, panga, hapa tacho mbele piga. Hatta athkhanathu aljirah, paka majeraha yakamshinda, na kiwapiga na iwapigwa. Fakharra sari'an, akaanguka radiyallahu ta'ala anhu ala ardi almaraka qarira alain, kaanguka kwenye uwanja wa vita akiwa na utulivu wa macho yake. Bima kataba Allahu lahu, kwa yale aliyomwandikia Allah subhanahu wa ta'ala min ash-shahadati allati basharahu biha habibuhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa hana wasiwasi, ana bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam, shahada مثلوج الصدر، moyo baridi kabisa, hana hofu. Bima haqqaqa Allahu ala yadayhi lil muslimina min an-nasr, alipoona waislamu pia wameshinda na yuko kwenye hali za mwisho, akafurahi. Ona shahada aliyonibashiria mtume ndio hii, na waislamu pia wamepata nusra. Wakanat, alipokuwa yafariki ameanguka pale chini radiyallahu ta'ala anhu, kanat ala Thabit dir'un nafisa, ilikuwa amevaa nguo ya kivita mzuri sana. Famarra bihi rajulun min almuslimin, mmoja katika waislamu alipomwona Thabit huwa mkufa na hii nguo hii nzuri, fanazaaha anhu, shakufa Thabit, akaichukua ile dir'a, akaivua ile nguo ya vita ile. Wa akhadhaha li nafsi, akaichukua yeye mwenyewe. Na hii ni nini? Ni ghadr na khiana, haifai kufanya hivi kwenye vita. Akachukua. Wa fi lailati thana, alikuwa si sahabi wala chukua hivi, si sahabi. Wa fi lailati taliya listishhadihi, usiku uliofuatia baada ya kufariki Thabit, raahu rajulun min almuslimina fi manami, mmoja katika waislamu akaota, akamwona Thabit ibn Qais kwenye ndoto. Faqala lirajul, yule Thabit radiyallahu ta'ala anhu akamwambia huyu mtu ambaye yumuona ndotoni, ana Thabit ibn Qais, fa hal araftani, mimi ni Thabit ibn Qais, umenitambua? Qala na'am, akamwambia ndio kwenye ndoto. Faqal inni usika biwasiya, nakupatia wasia wangu, fa iyyaka an taqula hadha hulumun fatudayyaha, na ole wako useme hii ndoto tu, labda ukaachana na huu wasia, na wasia ni utekeleze. Inni lamma qutiltu bil ams, ambia mimi nilipouliwa jana, marra bi rajulun min almuslimin, kuna mmoja katika waislamu alipita nilipokuwa pale chini nimekufa, sifatuhu kadha wa kadha, huyu bwana sifa yake iko hivi na hivi na hivi, akamtajia usafu za ule mtu. Fa akhadha dir'i, huyu bwana akachukua nguo yangu hii ya kivita, wa madha biha nahwa khibai, akaenda nayo mpaka kwenye khayma lake.
fi aqsa almuaskar, kule mwisho jeshi lilipo mwisho kule, wakati khema lake liko mwisho wa jeshi kule, min aljihati alfulaniya, upande fulani kuna kamtajia sehemu fulani. Wa wada'aha tahta qidri lahu, kisha hii khiba hii dir'a akaiweka chini ya sufuria lake. Wa wada'a fawqa alqidri rahla, kisha akaweka juu ya sufuria, akataja wasifu zote juu ya sufuria, akaweka ile kitambaa kinachotandikwa juu ya ngamia ama farasi, rahla. Fa'ti Khalid ibn al-Walid, sasa wasia wangu, nenda kwa Khalid ibn al-Walid, kiongozi wa jeshi, wa kullahu, mwambie an yab'atha ila ar-rajuli man ya'khudhu ad-dir'a minhu, atume mtu akachukua hii nguo yangu kwa huyo mtu. Fahiya ma tazalu fi makaniha, iko pale pale nilipokuambia, bado hajaiondosha. Wa usika bi ukhra, anakupatia wasia mwingine, fa iyyaka an taqula hadha hulum na'im fatudayyaha, ole wako usije ukasema hizi ndoto tu bila kwa nalala ukaachana na huwasia. Kulli Khalid, kamwambie Khalid, idha qadimta ala khalifati rasulillahi fil madina, ukienda kwa khalifa mtume wa Allah, yani Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, faqul lahu, mwambie inna ala Thabit ibn Qais min ad-dayn kadha wa kadha, mwambie Thabit ibn Qais ana deni kadha na kadha, ana deni yadaiwa. Wa inna fulanan wa fulanan min raqiqihi hatiqani, na pia mwambie fulani na fulani wale watumwa wangu kuanzia leo ni atiqani, nimewaacha huru, waambie wako huru. Falyaqdi daini waliyuharrir ghulami, au waliyuharrir ghulamaya, nilipie deni langu na hawa watumwa wangu awaache huru. Fastaykhadha ar-rajul, bwana akaamka usingizini. Faata Khalid ibn al-Walid fa akhbarahu bima sami'a wa ma ra'a, akamwelezea Khalid ibn al-Walid alichokisikia na kukiona. Fab'atha Khalid man yuhdiru ad-dir'a, akatubana Khalid kwenye ile sehemu aliyoelekezwa, akamwambia hebu nenda kalete hilo dir'a, ile nguo ya kivita, min indi akhidha, kwa yule aliyechukua, hebu nenda hapo alipoelekezwa. Fawajadaha fi makaniha, kaipata pale pale alipoona, pale pale akaiona. Wajaa biha kama hiya, akaja nayo kama ilivyo, kama alivyosema ndivyo vile vile akaileta. Kwa madamu huwasia aliona hichi na kikawa ni kweli, na wasio wa pili pia utakuwa nini, ni kweli. Walamma aada Khalid ila al-Madina, hadatha Abu Bakr radiyallahu anhu bi khabari Thabit ibn Qais. Alipokuja Madina akamweleza Abu Bakar habari ya Thabit ibn Qais na ndoto, wa wasiyatihi, na wasia wake. Fa ajaza as-Siddiq wasiyatahu, Abu Bakar akatekeleza wasia wake, akalipa ile madeni, wakifuata wale watu wamdai, kweli tuamdai, wakalipwa na watumwa wake fulani na fulani, alipowatajwa itwaje fulani, fulani, kweli haya nyinyi mko huru kuanzia leo. Wama urifa ahadun qabla wala ba'da, haijulikani yoyote kabla ya Thabit wala ba'da ya Thabit, ujizat wasiyatuhu ba'da mautihi siwa, aliyetekelezewa wasia wake baada ya kufariki kwake. Bimaana wasia aliutoa baada ya kufa na ukatekelezwa, hakuna mtu huyo. Wala sitokee mtu akasema mimi pia ninamwota babangu, niambia kila siku ni sijui nilishe watu mtele Kisauni, shetani huo, hakuna. Kwa hiyo mtu asitokee akasema ameota. Kuna watu waota kweli wasema mimi ninamwota babangu ameniambia sina budi kurithi mikoba ya uchawi. Mtu akawa mchawi, akawa mwanga, eti amemwota babake ama nyanyake. Ama mtu amwota babake, sijui kuna mmoja ananiambia amemwota babu yake, sijui babake amwambia sijui aende kaburini akafanya nini kila siku, ama sijui kila Alhamisi siku fulani. Almuhim mtu asiote hiyo akatekeleza wasio huo, utakuwa wa shetani. Subiri na wewe iwe kuna Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akutekelezee wasia wako, lakini wewe usitekeleze wasia wako. Almuhim hakuna kabla wala baada alitekelezea wasia wake aliotoa baada ya kufa kwake zaidi ya Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu ta'ala an Thabit ibn Qais wa ardah, waja'ala
وجعله في أعلى عليين وجعل في أعلى عليين مثواه ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. هو ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنهم. صحابي wetu wa kesho insha Allah ni Talha ibn Ubaidillah التيمي. nadhani huwa watu wajua طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.